Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa natamani kujua kwamba na Watanzania waweze kufahamu kwamba Tanzania tumetenga maeneo ya wazi open space kwa ajili ya matumizi ya kijamii, lakini wapo wataalamu, wapo baadhi ya viongozi ambao si waaminifu katika taifa letu, wanajeuza zile nafasi za wazi kuzifanya matumizi ama ya kibiashara ama kujenga majengo ama wakati mwingine maeneo yale ambayo ni kwa ajili ya jamii kuto kuyatunza kabisa. Mfano, Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale Moshi mjini kuna eneo la wazi liko katikati ya mji kabisa linaitwa Uhuru Park. Uhuru Park ni eneo lina miaka zaidi ya 50, lakini leo hii baadhi ya viongozi wameanza kujenga pale kwa kujenga vibanda ambavyo vibanda kama vile vya kuzunguka masoko katikati ya mji, kitu ambacho sio jambo jema na wananchi wanamiminika kwa ofisi za mbunge na kulalamika. Lakini vile vile yako makazi ya watu Shanty Town, wanajenga eneo ukumbi kwa ajili ya kwa ajili ya sherehe. Ukumbi ule utakapojengwa kutakuwa kuna kelele na maeneo yale ni ya wazi na kiwanja kile ni cha wazi. Tunahitaji ni nini kauli ya serikali kwa Watanzania, kwa viongozi ambao wanakiuka matumizi sahihi ya nafasi za wazi? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nimemuelewa vizuri Mheshimiwa Ibrahim Shayo, mbunge wa Moshi mjini, kuhusu utaratibu ambao umeendelea katika maeneo mbalimbali kuhusu ujenzi wa kiholela katika ama kubadilisha matumizi maeneo yaliyokuwa ya wazi na kuyapatia matumizi. Mheshimiwa Spika, kwanza nikiri, ni kweli kumekuwepo na matatizo hayo hasa katika majiji, manispaa na miji yetu inayokuwa, ya kubadilisha matumizi maeneo yaliyokuwa yanaitwa maeneo ya wazi na kuyapangia matumizi mengine. Mheshimiwa Spika, kimsingi maeneo ya wazi si maeneo kwa ajili ya michezo kama ambavyo yanachukuliwa kwamba haya ni maeneo tu ya kimchezo hivi. La hasha. Yapo maeneo ya wazi ambayo yameachwa kimkakati kabisa kwa ajili ya kuzingatia ekolojia iliyopo katika eneo husika. Ndio maana katika baadhi ya maeneo kumefanyika ujenzi katika mabonde pengine ambayo ndio yalikuwa mapito ya maji na kusababisha mafuriko eneo lingine ambalo ni la makazi ambalo lilikuwa halijazoea kupata mafuriko. Lakini pia hata matumizi mengine ya msingi ya ndani ya jamii. Mheshimiwa Spika, na hapa nikiongea kama lay canon, sasa hivi hata ukitafuta eneo la mkutano wa Injili, hata ukitafuta maeneo ya kufanya crusade, unapata shida sana katika majiji yetu, kwa sababu kote ambako palitakiwa pawe na maeneo ya wazi watu wamejenga. Lakini si hilo tu, kumeendelea kuleta migogoro ndani ya jamii kutokana na ujenzi wa aina hiyo. Sasa Mheshimiwa Spika, kufuatia swali la Mheshimiwa Spika, sheria ziko wazi. Kwanza, mamlaka za serikali za mitaa haziruhusiwi kufanya mabadiliko hayo, na Mheshimiwa Waziri wa Ardhi yuko hapa. Nadhani mpitie vizuri hotuba yake, aliyaelezea haya, kwa sababu tumekuwa na migogoro mingi ya ardhi, na hii inatokana na kubadilisha matumizi ya ardhi na kuuziana kwa njia ambazo ni za kinyemela. Sasa ni mwelekeze mkuu wa mkoa akipata maelekezo kutoka wizara ya kisekta kuliangalia upya jambo ambalo mheshimiwa mbunge amelitolea kauli hapa, ili kuweza kuhakikisha kama lipo tufate taratibu zetu za matumizi ya ardhi na taratibu za kubadilisha matumizi ya ardhi, ili kule mbeleni tusilete mizozo ambayo inaweza ikajitokeza katika maeneo mengine. Na nitoe kauli kwa mikoa yote na mamlaka za serikali za mitaa kuacha mara moja kubadilisha matumizi na kuchukua matumizi maeneo ambayo yalikuwa ya wazi na kuyapangia matumizi ambayo hayakupangwa hapo mwanzo. Mheshimiwa Spika, tunaweza tukaendeleza eneo lililokuwa la wazi likiwa na mipango hiyo kwamba limewekwa tu la akiba lakini litakuja kuendelezwa. Lakini utaratibu ambao watangulizi wetu, wazee wetu wametumia hekima, wameshinda tamaa na kuacha maeneo hayo na kuja sasa hivi kuanza kubadilisha kila kitu na kupeleka
kwenye matumizi ambayo hayakupangwa kufanyika hivyo. Mheshimiwa Spika, jambo hilo lina madhara na nielekeze Wizara ya Ardhi na Wizara ya TAMISEMI kufuatilia kwa ukaribu ili kuepusha migogoro hiyo ambayo imekuwa ikijitokeza.